Rakosando kapaloka seka kati la maboria Rikrababa sherebeza dikatola kabaya Rakababa sherebeza kebereze kotalia In the name of Jesus Yesu Kuamini na kuamini unaweza Yesu na kuamini na kuamini unaweza Bwana Yesu Yesu na kuamini na kuamini unaweza Bwana Yesu Yesu na kuamini na kuamini unaweza Yesu na kuamini na kuamini unaweza yote Yesu na kuamini na kuamini unaweza Bwana Yesu Yesu na kuamini na kuamini unaweza yote Yesu na kuamini na kuamini unaweza hata sasa Bwana na kuamini na kuamini unaweza Asante Bwana Yesu Asante Mungu wa baraka Asante Bwana moja Asante Bwana Yesu utukuzwe na uinuliwe katika jina la Yesu tunaomba na kuamini sema amen 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 Mbarikiwa sana unaweza kupata nafasi ya kuketi Mtazamaji wangu nichukue nafasi kukukaribisha tena katika kipindi hiki cha kuelimishwa na neno la Mungu bado tunaendelea kuchunguza nguvu tunazozipata kwa sababu ya kufunga tunaendelea kuongea kuhusu kufunga natumai tangu uanze kutufuatilia na kutusikiliza natumai kufikia sasa kuna yale ambayo umejifunza kuna yale ambayo umeyapata na natumai ya kwamba imekuwa baraka kwako katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai kwa hivyo popote unatazama ukiwa nasema karibu katika jina la Yesu sema amen Tunaongea kuhusu nguvu ya kufunga na msisitizo mkubwa sana ambao tumekuwa nao ni kwamba wakati tunafunga tunapaswa kuelewa ya kwamba tunapokea nini? Nguvu. Tunapokea nini? Nguvu. Hauwezi funga na maisha yako ikabaki vile. Basi kuna nguvu ambazo tunazipata kupitia kufunga katika jina la Yesu. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 23 kuanzia 12 utapata ya kwamba kuna wapendwa ambao walitaka kumuua Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Na wakajua hawakukuwa na uwezo, hawakukuwa na nguvu ya kuweza kumuua, lakini hawa wapendwa ni kana kwamba walikuwa wanajua siri ya kufunga. Bwana asifiwe. Walikuwa wanajua kufunga hakubakishi maisha yako vile, kufunga kunaleta mabadiliko katika maisha yako. Sasa wakajinyima, wakakula kiapo, wakafunga, wakasema hatutakula na hatutakunywa mpaka tumuue
Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wapendwa, ingawaji walitumia hiyo kifungo vibaya, lakini wakati mwingine ni vizuri kuchukua hatua kama hizo za kuleta mabadiliko katika maisha yako, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba sitafunga, sitakula na sitakunywa mpaka maisha yangu ibadilike, kuwe na nguvu katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na the more unaendelea kupata hizi nguvu za kiroho, ndivyo uoga inakosa nafasi katika maisha yako, ndivyo inakuwa vigumu kwa wewe kuogopa. Bwana Yesu asifiwe. So tunaendelea kumalizia siku ya leo, tutamalizia kitabu kile cha Mathayo 4 kuanzia 1, tunapochunguza zile jaribu 3 ambazo shetani alimjaribu Yesu nazo. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaona ya kwamba ni wakati gani ambayo mjaribu alikuja. Hilo ni swali la kimsingi sana ambao tunapaswa kujiuliza. Ni wakati gani ambayo shetani alikuja? Sijui kama umesoma maandiko yako na ukapata ya kwamba wakati mwingine shetani alifika karibu sana na mahali Yesu alipo. Hakuogopa hilo. Maana wakati mmoja Yesu akawa anapeana mwili wake na akasema, niko na wanafunzi 12, lakini mmoja ni shetani. Alitambua kulikuwa na shetani. Kuna wakati shetani alimuingia Judas, kuna wakati shetani alimuingia Petero, na walikuwa pamoja na Yesu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba adui akuogopi kwa sababu ya kile ambacho uko nacho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu kile ambacho uko nacho, unaweza kuwa uko nacho na haujui kukitumia. Unaweza kuwa uko nacho na haujui dhamana yake. Jina la Bwana litukuzwe. Tuliona katika kitabu cha Mark chapter 4:35 na kuendelea ya kwamba walikuwa na Yesu kwenye mashua, lakini walikuwa na hofu, waliona kukufa, waliona kushindwa, waliona kuangamia, na walikuwa na Yesu wapi? Kwa hiyo mashua. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na watu wengi wanaangamia na wako na mamlaka. Tuko na watu wengi wanateseka na wako na mamlaka. Ni kwa sababu ya mambo mawili: hawajajua udhamana wa kile ambacho wako nacho na hawajui kutumia. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana inaendelea kusababisha watu wanaendelea kuangamizwa, wanaendelea kuteswa. Uoga mwingi ambao unakumba wapendwa wengi ni kwa sababu hawajamjua Kristo waliye na yeye ndani mwao. Ni kwa sababu pia hawajui uwezo ambao Kristo ako naye, ambaye yuko ndani mwao. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu hawajajua uwezo wa nguvu ambayo wako nayo. Hawajajua yeye walio na yeye ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Aliandika akasema, aliye ndani yangu ni mkuu. Sio kusimama tu alijitokezea akasema aliye ndani yangu ni mkuu. Hii anajaribu kukuambia ya kwamba alijua mwenye alikuwa ndani yake, alijua ni mkuu aliye ndani yangu. So huyu ni mtu tu alisimama akasema ya kwamba mkuu ni yeye aliye ndani yangu. Huyu ni mtu alisimama, pengine kulikuwa na mengi yamesimama kinyume na yeye, lakini alikuwa na elimu ya yeye aliye ndani mwake. Pengine walikuwa wamekuja kumtisha, walikuwa wamekuja kupigana na yeye, walikuwa wamekuja kumwambia leo tutakumaliza. Lakini kuna somo alikuwa nayo, kuna elimu alikuwa nayo. Alikuwa na elimu na ufahamu wa yeye aliyekuwa ndani mwake, ya yeye aliye ndani mwake. Pengine wakamutisha, wakamwambia sisi ndio mambo yote, sisi tutakumaliza, sisi tutakuweka chini. Lakini kuna elimu alikuwa nayo, kuna ufahamu alikuwa nayo. Alikuwa na ufahamu na elimu juu ya aliye ndani mwake. Pengine ndiye akajitokeza akasema, nyinyi ambao mmekuja kinyume na mimi, nimewaangalia na nimewasikiza, nasimama kutangaza aliye ndani mwangu ni mkuu, kuwashinda katika jina la Yesu.
Sio kusimama tu na kusema aliye ndani mwangu ni mkuu. Hapana. Maana kuna wengi mnasema hii andiko na hamumuelewa, out of understanding ya yeye mliye na yeye. Mnasema kwa sababu watu wanasema. Mpendo, unapaswa kwenda zaidi na kuelewa uwezo wa yeye aliye ndani mwako. Na ndio maana akasema ya kwamba aliye ndani mwangu ni mkuu. Alikuwa anaisema akiwa anaelewa kenye anasema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na hiyo ikamsababisha sasa, ninaogopa nini na aliye ndani mwangu ni mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Kristo aliye ndani mwako ni mkuu kushinda chochote kinachoweza inuka kinyume na wewe. Elimu kubwa unapaswa kuwa nayo ni elimu ya kukua na ufahamu ya yeye aliye ndani mwako. Ni mzuri kujua aliye ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio tukasema ya kwamba shetani haogopi uliye na yeye ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Bado atafanya nini? Bado atakuja. Maana yanaweza kuwa umembeba lakini haumjui. Na ndio maana shetani alikuwa around Yesu, alikuwa karibu na Yesu, lakini Yesu naye akajua ya kwamba na mimi uwezo na nguvu nilizo nazo kazi yake ni kushinda. Unaweza ukajiuliza kulingana na kitabu cha Ufunuo wa Yohana 12 kwa nini Biblia ikasema ole wako nchi na bahari. Maana ibilisi mwenye ghadhabu nyingi ambaye anajua muda wake ni mchache ametupwa kwenye. Kwa nini tuwekwe hii dunia pamoja na shetani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu atuachilie kwa hii dunia pamoja na shetani? Kwa nini Mungu atuweke kwa hii dunia ambayo imejawa mambo mengi? Kwa sababu gani? Kwa sababu pia anajua aliye na Mungu biashara yake ni kumshinda shetani. Kazi yetu ni kumshinda shetani, na tutamshinda ikiwa tutaelewa nguvu tulizo nazo ndani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuliona ya kwamba jambo lilikuwa naangalia hapa ni kwamba ni wakati gani mjaribu alikuja. Bwana Yesu asifiwe. Ama ni wakati gani majaribu ilikuja. Sijui kama huwa unachukuaga muda wa kuangalia ni wakati gani huu majaribu inakuja. Tuko na waupendwa wengi sana ambao wanajijudge kulingana na wakati wa kujaribiwa. Wanasema ukiona majaribu inakufuata mingi sana inamaanisha haujasimama vizuri. Hello? Unajua tuko na ufahamu tofauti kuhusiana na maandiko. Ukiona unajaribiwa sana, watu wanaenda kusema kwani ni nini nimekosea Mungu? Ni ukweli? Ni ukweli? Bwana asifiwe. Niliona hata baada ya uharibifu ambao umefanyika sehemu za Nairobi na kwingineko kote katika taifa letu la Kenya, kuna mwingine alikuwa anajitokezea anasema Mungu ni nini nimefanya mbaya? Kwa nini Mungu biashara yangu ibomolewe na vitu yote ibiwe? Kwa nini nimefanya mbaya? Hiyo mawazo uko nayo ni mbaya. Hiyo inaitwa mawazo ya utoto, mawazo ya uchanga. Wewe bado ni nini? Ni mchanga. Yaani kila kitu kikutendekeaga ni nini nimefanya mbaya? Nani alikwambia mambo yanatutendekea kwa sababu tumefanya vibaya? Yesu aliwekwa msalabani, alifanya nini? Alisulubishwa, alichapwa, alifanya nini mbaya? Nani alikwambia kwetu sisi mambo yanatutendekea mabaya ni ishara ya kwamba tumefanya makosa? Hapana, achana na huo uchanga wa kiroho. Hiyo achia wale wachanga wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ikizidi alama kubwa ya kuonyesha umesimama vizuri ni kujaribiwa kwingi. Mtu ambaye anafaa kutuambia inaonekana kuna makosa nimefanya ni mtu asiyepitia majaribu. Ni mtu ambaye anakanywe, analala mzuri, kila kitu iko sawa. Ni kumaanisha kwamba uko na kasoro. Huyo ndiye anafaa kutuambia pastor, inaonekana kuna madhambi nimefanya ama kuna makosa nimefanya. Kwa sababu shetani hana shughuli na mimi. Shetani hana shughuli na mimi. Nyumba ambaye haina kitu, nani anaenda iba? Mwizi anaenda iba nini huko? Nyumba ambaye haina nini? Mwizi anaiba nini? Lakini zile nyumba zimefungwa vizuri. Zinafungwa vizuri kwa sababu kuna nini? Kuna vitu ndani. Bwana asifiwe. Lakini kule Kibira waizi wanaenda iba nini? Kibira waizi wanaenda iba nini?
Anajua ndani kwa stool peke yake, hakuna kitu ndani. Anaenda iba nini? Kwa hivyo hata watu wakilalamika wanaibiwa huko ndani, hakuna kitu kama hiyo. Lakini kule Runda, kule watu wameweka mafensi nzuri, kunajulikana kuna nini? Kuna kitu. Sasa ishara ya kuonyesha kwamba uko sawa ni wakati ambapo hakuna mambo yanakuja kinyume na wewe. Then inamaanisha uko na shida. Uko na shida. Bwana Yesu asifiwe. Na kuonyesha ya kwamba umesimama vizuri ni wakati unapata hautulii na majaribu. Ni kumaanisha unaenda sawa sawa, na ndio maana shetani anataka kukutoa kwa njia. Maana kwenda kwako sawa ndio kunamsumbua shetani. Kwenda kwako vibaya hakumsumbui shetani. Shetani hawezi kuja akakusumbua watu ambao wanaenda vile anataka. Anasema tayari hawa ni wangu, sasa anawaongezea shida za nini? Anawasumbua ya nini? Na wanaenda vile anataka. Lakini wewe ambaye umekaa na njia za shetani, shetani anataka akubadilishe ufuate njia zake. Na ndio maana unapitia changamoto hizi zote. Mungu akamuuliza shetani, umetoka wapi shetani? Akasema nimetoka kuzunguka. Mungu akamuuliza, umemwona Ayubu? Kati ya watu wote shetani alikuwa ameona Ayubu. Shetani alikuwa amemwendea Ayubu, maana Ayubu alikuwa na msimamo, maana Ayubu alikuwa amesimama, maana Mungu alikuwa na ushuhuda juu ya Ayubu. Shetani akasema hawa watu ambao Mungu ana ushuhuda na wao, hawa ndio ninawataka. Hawa watu wenye ni wakamilifu ndio ninawataka. Hawa watu ambao wanaepukana na mabaya, hawa ndio ninawataka. Haleluya. Mungu alisema Ayubu, maana hakuna aliye kama Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Bado yuko kwa njia, bado amesimama, ni mwelekevu, anaepukana na maovu, ako hivi. Shetani akasema, wote nimebadilisha, huyu ndio sijabadilisha, huyu ndio ninataka. Wewe ambao shetani hajabadilisha nia yako, hata wachana na wewe mpaka abadilishe nia yako ikuwe vile anataka. Anataka ucompromise your faith. Na ndio maana hautulii. Mchana vita, usiku vita, ukilala vita. Hizi zote ni za kukubadilisha nia yako. Utapigwa vita kibiashara, ni kubadilisha nia yako. Shetani akasema basi. Shetani alijua Ayubu anakutumikia kwa sababu ya utajiri ambayo umempatia. Hiyo utajiri kiondoka, Ayubu atakuacha. Shetani hakukuwa anajua Ayubu ameenda zaidi. Shetani anatafuta ni nini akigusa kwako imani yako itabadilika. Shetani hataki kukutoa kwa Mungu. Shetani hataki kukutoa wapi? Lakini nataka kuinterfere na kitu ambaye itasumbua uhusiano wako na Mungu na itakusimamisha usiendelee kufuata njia ya Mungu, which is faith. So vita vingine ambavyo unapigwa biasharani ni attacks za imani yako. Ni imani yako inakuwa attacked. Kwa sababu kama kuna kitu inatusimamisha katika Bwana, wapendwa, ni imani. Niko hapa kwa sababu bado ninaendelea kumwamini. Kwa hivyo msingi wangu wa wokovu ni imani. Ukigonga imani yangu, umegonga maisha yangu ya kiroho. Tashwishi ikiletwa kwa imani yako, doubt ikiingia kwa imani yako, basi hapo kunakuwa na kuyumbayumba. Na ndio maana vita vingine vya magonjwa unapigwa, unasumbuliwa, unafuatiliwa sana. Wanatafuta kutarget your faith. Ubadilishe tu kidogo. Alafu ukishabadilisha kidogo, shetani anawachana na wewe. Anaenda anatafuta ni nani mwingine amesimama vizuri. Kwa hivyo ishara ya kuonyesha ya kwamba umesimama vizuri, mpendwa, ni majaribu unayoyapitia. Lakini hapa anasema, unajua inaonekana nimetoka kwa njia za Bwana, ndio maana shetani, ndio maana napitia mambo mengi hivi. Ni kwa sababu umesimama vizuri, ndio maana unatafutiliwa uanguke. Tahadhari imepewa kwa wale ambao wamesimama vizuri, wachunge sana. Tahadhari imepewa kwa wale ambao wako nayo, wameambiwa shika sana, kwa sababu mwenye ako nayo ndiye anafuatwa.
Mwenye ana, shetani anakufuatia nini? Kwa hivyo ukitaka kujua unaenda zaidi, kuna mabadiliko kwa maisha yako, unafanya vizuri, wapendwa, majaribu ni mengi. Majaribu ni mengi. Hiyo ni ishara ya kukuambia hautembei barabara ya shetani, haufuati njia ya shetani. Sasa shetani anapataka akutoe kwa njia ya Mungu, ulete kwa njia yake mbaya. Ndio maana unafika mahali hakuna kitu inainuka kinyume na wewe, hakuna mtu hata anakusengenya, hakuna mtu anashughulika na wewe. Hata ukipita watu hawakuangalii vile wanaangaliaga watu. Hata ukipita haupeani agenda, kwa ploti haupeani agenda, kwa church haupeani agenda, ni kwa sababu you have nothing. Lakini ukipita hivi mara moja watu wanapata nini? Agenda. Unaona jamaa, kwa plot mnakaa na wao, mmekaa na wao miaka mingi hapo, lakini bado ukipita agenda wanapata. Ukitoka asubuhi uende church wanakuongea. Wewe uko na kitu. Unapata si mashambulio kwa kazi, si mashambulio wapi, si mashambulio wapi. Sio wewe ndio unafanywa vitu yote. Ni wewe unatafutwa tu. Ni wewe unatafutwa kwa sababu umesimama. Mashambulizi, mjaribu alimkujia Yesu wakati gani? Bwana Yesu asifiwe. Amefunga kwa sawa, anaanzisha nini? Huduma. Na target ya shetani unafikiria ilikuwa ni nini? Ministry. Target ya shetani haikuwa ni Yesu, ilikuwa ni nini? Ministry. Kwa sababu hapa ndio Yesu anafanya nini? Anataka kuanza nini? Huduma. Anataka sasa kuanza huduma, na shetani akaona target ya huduma isifanyike ni huyu jamani, mbadilishe. Hebu nisikilize hapo vizuri. Hebu nisikilize hapo vizuri. Unaweza panga kuanzisha kitu, hiyo kitu ikakosa kwenda kushambuliwa, lakini ukashambuliwe vile ambavyo hautaanzisha hiyo kitu. Shetani anamuona Yesu ndio yeye amekuja kufanya nini? Amekuja kuomba, amekuja kufunga. Baada ya hapa huyu jamaa anaanza nini? Ministry. So amekuja kuomba kwa sababu ya ministry. Bwana asifiwe. Hii inamaanisha kwamba unapaswa kufunga kwa sababu ya ministry yako. Unapaswa kufunga kwa sababu ya ministry yako. Natumai huko Yesu alikuwa anafunga kwa anafungia watu. Natumai hakuwa anafungia watu. Natumai ilikuwa ni kwa sababu yake. Na kwamba sasa Baba, wakati umefika ya kwenda kuanzisha nini? Huduma. Bwana Yesu asifiwe. Kwenda kuanzisha nini? Huduma. Naye shetani hapo hapa amejua hivi vitu yote. Sijui ni nani alimwambia, si ndio? Sijui ni nani? Ni nani alimwambia jamaa ameenda fasting? Ni nani alimwambia amemaliza kufast? Sema monitoring spirits. Sema monitoring spirit. So another thing you need to really fight and overcome in your life ni monitoring spirit. Maana hizi ndio zina collect data yako. Ameanza, amemaliza, amepanga kufanya hivi, ndio zina collect hizo data katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Zikajua ameenda kufunga na amemaliza. Zikasema tutamuendea saa zile amemaliza. Bwana asifiwe. Tutamuendea saa zile amemaliza, ndio kufunga kwake yote ikuwe bure, na pia ministry tunaimalizia hapa. So ilikuwa between after fasting and ministry, hapa katikati tunakuconfuse, tunakuchanganya, tunakuangushia hapa, hautaanzisha. You need to be very careful. Kila mara nilikuambia na nakuambia tena, kila jaribu litakalo inuliwa kinyume na wewe, fanya bidii ulishinde. Kwa sababu kuna kitu unapaswa kufanya mbele. Kwa sababu kuna kitu unapaswa kufanya mbele. Sasa tukue wewe, saa zingine shetani hataenda kuvamia biashara yako, hata kuvamia wewe. Kenye umekusudia kufanya kwa biashara wacha kufanya. Saa zingine shetani atakuja kuvamia mawazo yako ambao umewaza kubadilisha nayo biashara yako. Hiyo mawazo mpya kuja aanze kukuonyesha haiwezekani, haitafanya kazi, na anaivamia hapo na unawacha kufanya kenye ulikuwa unafanya. Kwa hivyo shetani amekuja hapa aweze kumshinda na majaribu matatu. Mambo ya ministry ishia hapo. Mambo ya ministry ishia hapo. Na jaribu mbili
zikawa ziko na maongeo sawa. Jaribu la kwanza, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu. Jaribu la pili, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu. Hii inamaanisha kwamba kuna nguvu katika kujua identity yako. Kuna nguvu katika kujua wewe ni nani. Kwa sababu ukisoma Biblia utapata ya kwamba alisisitiza kitu shetani alifamia sana ni jaribu la je unajijua. Na nafikiri hapa ndio wengi tunapotezea. Nafikiri hapa ndio kinaumania. Maana jaribu la kwanza alimwambia, majaribu akakuja akamwambia ikiwa ndiwe mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Jaribu la pili inaanzia mstari wa ngapi? Mstari wa 6. Ikiwa ndiwe mwana wa Mungu. Mara mbili. Kwa hivyo kumaanisha kwamba jaribu kuu ni la identity yako katika Mungu. Je, unajijua wewe ni nani? Maandiko inasema ya kwamba katika kitabu cha Yohana 1, mbali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Unajua identity yako. Biblia inasema ya kwamba tazama ya kale yamepita, sasa ni mapya. Biblia inasema ya kwamba kuokoka sasa umekuwa kiumbe kipya. Unaji-identify na maisha gani? Tuko na watu wameokoka lakini bado wanaji-identify na uzaliwa wa kwanza. Shetani hakuji kukuvamia na kuzaliwa kwako kwa kwanza. Shetani anakuja na uzaliwa wa pili. Ndio imeleta enmity. Wewe kuzaliwa na babako na mama yako haileti uadui kati yako na shetani. Uadui wako na shetani umekujia kwa uzaliwa wa pili. Ndio maana tunasema nimezaliwa mara ya pili. Kama nimezaliwa mara ya pili, then kuzaliwa mara ya pili kumemaliza nguvu ya kuzaliwa mara ya kwanza. Then napaswa kujitambulisha na kuzaliwa kwangu kwa mara ya pili. Ndio nilikwambia unapaswa kucelebrate happy birthday yako ya kiroho. Kwa sababu tunaambiwa sasa umekuwa kiumbe kipya. Kiumbe kipya imeanza hesabika siku zile uliokoka. So wewe sio kile kiumbe cha zamani, wewe ni kiumbe kipya. Then anzia hapo birthday yako. Uliokoka mwaka gani? Chukulia hapo. Wapendwa, nimekuja kufurahia na kusherehekea birthday yangu ya kiroho. Mwaka wa fulani na fulani ndio niliokoka nikampokea Yesu. So nimekuja kufurahia kwa sababu nimezaliwa mara ya pili na ya kale yamepita, sasa mapya yameanza. Mimi ni kiumbe kipya. Ni kuanzia nilipompokea Kristo Yesu ndio nilianza kukua kiumbe kipya. Maana shetani anakuja kukuattack na identity yako ya pili, sio ya kwanza. So ikiwa haujijui, basi sema confusion. Sema attacks ya confusion ni nyingi itaachiliwa kwako. Mara ya kwanza ikiwa ndiwe mwana wa Mungu. Mara ya pili ikiwa ndiwe. Hiyo ni msisitizo mkubwa sana. Hii inamaanisha kwamba adui anadwell so much kwa identity yako. Adui anatafutia kama unajijua. Adui anatafutia kama unajijua ndani ya Kristo. Hiyo ndiyo adui anatafutia. Na akipata ng'ohu jamaa jijui atakuchezea vile anataka. Ndio maana tuko na Wakristo wengi wanachezewa na shetani vile anataka. Na ndio maana tuko na Wakristo wengi shetani anawapeleka vile anataka. Ni kwa sababu gani? Hawajadiscover, hawajajua wao ni akina nani. So tunaona ya kwamba kwa kutokujijua kunasababisha mashambulio na majaribu ya shetani kufanikiwa kwa maisha yako. Number 1, unapaswa kujijua wewe ni nani katika Kristo. Na number 2, unapaswa kumjua Kristo ni nani aliye ndani mwako. Vitu hivi viwili ni vya maana. Kwa sababu unapaswa kuelewa your new life is Christ. Eternal life is Christ. My new life is who? Christ is my new life. Paulo alisema aje? Sio mimi niishie, mbali Kristo aliye ndani. Kwa hivyo maisha yetu mapya
ni nani? Ni Kristo Yesu. So jambo la maana sana ni kujijua mimi ni nani katika Kristo, na kumjua Kristo aliye ndani yangu. Hiyo ni power, hiyo ni security, hiyo ni protection, hiyo ni shield yangu, hiyo ni mambo yangu yote. Shetani atakuja kuattack akipata najua. Tuko na mikora mingi ya simu, si ndio? Na sasa kama kuna mikora inaendelea sasa hivi, ni mikora ya stima. Umejua hiyo? Umejua hiyo? Mikora ya stima ni wengi sana wanapigia watu simu, wanakuambia sasa hii stima yako iko na deni kubwa sana, tunataka kukata. Tufanye aje? Msikate, tuma pesa ya wazee. Umesikia kitu kama hiyo? Napigiwa simu nyingi sana nikiambiwa tuma pesa ya nini? Na wazee. Na mimi nawaambia aje? Stima yangu haina deni, haina chochote, kata. Anakata simu mara moja papa. Kwa nini anakata simu? Anaona huyu amefanya. Tuna watu wanapigia watu simu, wanawaambia mimi ni fulani wa fulani kutoka Safaricom, ina. Anasikilizaga kama unajua ama au. Mkiendelesha hiyo maongeo sana, najua hii jamaa juu kulingana vile unaongea tu utasema, unajua account yako ya Equity iko na shida hivi na hivi. Kwa hivyo tumekupigia simu utupatie mambo kadhaa ili tuweze kutengeneza. Mkiendelea haya, wewe ni nani kwani? Mimi nafanya kazi Equity hapa. Usishangae siku hizi ati mtu anajua uko wapi. Hizo si kazi ngumu. Watu siku hizi wanasearch watu kwa mitandao, anajua uko wapi, anajua unaishi wapi. Hiyo ni kazi rahisi, hiyo sio ngumu. Hauhitaji roho siku hizi, unahitaji tu bundles na wifi ujue mtu. Kwani majenzi wanafanya aje? Ule polisi alishuti mtu, uliona vile jenzi walimtafuta? Walimtoa, wakamtoa, nafikiri wamemrelocate mpaka kwake. Kuna kitu hawajui. Maana tu anaenda kwa mtandao. Sijui vile wanatumia sura yake na majina yake, na wanampata na wanamjua. Anakuambia unajua account yako bla 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 bla. Kulingana na vile unamjibu anajua huyu haelewi kenye kinaendelea. Lakini unamwambia brother, account yangu haina pesa, wacha uongo. Na hii namba umenipigia sio nini? Sio ya Equity, wacha hivyo. Equity waongea hivyo. Anakata simu mara moja maana anaona umejua. Kwa hivyo watu wanaokuliwa sana na kuteswa na kusumbuliwa sana ni watu ambao hawajui. Nakataa kukua kwa huduma ya watu wasiojua. Nakataa kukua kwa huduma ya watu wasiojua. Nakataa kukaa na Biblia niko nayo na siisomi, na hiyo ndio inaniletea kujua. Nakataa kukua na simu ambao naweza nika-download messages, ambao naweza nikasikiza mahubiri ikaniletea ufahamu mwingi, na siitumii. Nakataa kwa jina la Yesu. Natangaza kutumia vitu vyote ambavyo niko navyo ambao vinaweza badilisha maisha yangu, na ziniletee ufahamu, ziniletee kujua. Nataka nizitumie vizuri, nijue zaidi, ili niishi maisha mazuri bila shida nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Shetani akamwambia ikiwa ndiwe mwana wa Mungu. Tena akarudia ikiwa ndiwe mwana wa Mungu. Unakumbuka Yesu pia hilo swali tu ndiye aliuliza wanafunzi wake Mathayo 16. Je, nyinyi mnasema mimi ni? So vitu viwili ni vya maana mpendwa, ninapomalizia. Ni vizuri kujijua wewe ni nani ndani ya Kristo, kwa sababu identity yako imechange katika Kristo. Na namba 2, ni vizuri pia kumjua Kristo aliye ndani mwako. Hiyo imetosha kufukuza shetani. Hiyo imetosha kumsumbua shetani. Hiyo imetosha kumkosesha shetani amani. Na jaribu la kwanza Yesu akaachilia neno, akalishinda, na shetani akawacha. Shetani hawakubishana na Yesu. Shetani hakuendelea badilisha mawe. Hapana. Ni kwa sababu gani? Alikuwa ameona Kristo alitumia authority aliyokuwa nayo. Kristo alitumia nguvu aliyokuwa nayo. Sasa zingine hii mabishano na shetani ni kwa sababu anaona bado wewe uko kafukafu. Bwana asifiwe. That's why nimekuja kukuencourage, funga uzidi kupokea nguvu za kumshinda adui wakati anakuja. Maana wapendwa, majaribu inafaa nini?
Inatukujia, inatufuata. Inatukujia na pia inafanya nini? Inatufuata. Kwa hivyo kila mahali tunaenda tunafuatwa na majaribu na pia tunazipata majaribu. So majaribu ndio inakuja. Shetani akamjia. Ukisoma kwa Biblia kote utapata ya kwamba shetani alifanya nini? Alikuja. Biblia inasema katika Luka 22:3, kisha shetani akamwingia nani? Juda. Ni yeye alikuja. Bwana asifiwe. Ni yeye alikujia Petero. Ni yeye alikuja. Atakuja kwa kazi yako, atakuja kwa nyumba yako, atakufuata, maana kazi yake ni kukufuata. Hiyo ndio biashara ya shetani. Anazunguka akiguruma kama simba, anatafuta mtu. Biblia inasema hiyo ndio biashara anafanya. Kwa hivyo yeye ndiye anakuja. Leo nimekuja kutangaza, anakuja tumshinde katika jina la Yesu. Majaribu yote ambayo inakukujia imekuja ili uweze kuishinda katika jina la Yesu. Nakataa kulalamika kwa ajili ya majaribu. Nakataa kulalamika kwa nini imekuwa mingi kwangu. Ninatangaza inakuja niishinde katika jina la Yesu. Na majaribu, unajua pia shida ingine wapendwa tuko nayo ni kwamba tumeweza kugawa kulingana na akili zetu majaribu ni nini. Tunajua usharati ndio majaribu. Hata nikiongea hivi kuhusu majaribu, kila mtu tu akili yake nakimbia tu, unajua usharati ndio majaribu. Hiyo ndio majaribu inajulikana kanisani. No. Kwani Yesu alijaribiwa na hiyo? Yesu alijaribiwa na hiyo? Aliambiwa badilisha mawe iwe nini? Hiyo ni majaribu. Ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, jiangushe chini. Angalia hizo simple temptations. Ikiwa wewe ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini. Maana imeandikwa Mungu atakuagizia malaika zake, akamchukua tena akamuonyesha. Je, wajua majaribu ya kuonyeshwa? Majaribu ya akamuonyesha fahari yote. Akamwambia ukiniinamia hiyo yote nitakupatia. Lakini wewe unajua majaribu ni nini? Kanisa la kiroho linajua majaribu ni usharati peke yake, which is very wrong. Na ndio maana shetani ametutwanga vibaya, maana akili zote zinajua hiyo tu ndio majaribu peke yake. Lakini unapokuja jaribiwa na majaribu kama hii, hata huwa hujui. Worship imekuwa attacked sana kwa maisha yako. Vile kazi yako inatumika kujaribu imani yako. Vile wageni wanatumika asubuhi Sunday kukujaribu usikuje church na unaanguka. Ni majaribu ngapi umeanguka? Vile usingizi ikatumika kukujaribu. Kazi ya majaribu ni utii vile inafanya. Hiyo ndio inataka. Ujue majaribu kuna kitu inakuja kukuambia inataka ufanye. Kazi yako ni kukataa kufanya. Unajua vitu zote shetani aliambia Yesu. Ni nini Yesu alifanya? Zote alikataa kufanya vile shetani anasema. Badilisha mawe ya mkate, ngosi badilishi. Jitupe juu, anguka chini, ngosi jitupi. Ninamie nikupatie ngosi kuinamia. Simple. Na wewe asubuhi shetani akujaribu na baridi Sunday, anaachilia baridi papa. Baridi kwa kifupi anakuambia usiende church kuna baridi, na wewe unatii. Ni mara ngapi umetii majaribu? Ni mara ngapi umeanguka majaribu? Shetani anakuja anasema huyu ukimletea wageni Sunday hakuna church anaenda. Huyu hakuna church anaenda. Mgeni anakupigia simu akiwa Nairobi anasema nakutembelea Sunday. Na tutatoka Sunday asubuhi. Sasa Sunday asubuhi kabla pande gari kutoka Nairobi mpaka Kericho, si utakuwa umeenda church na ukaribu. Si unajua akipanda gari asubuhi Nairobi atafika hapa saa 9 ya jioni. Lakini unabaki kwa nyumba, kuna mgeni na ngoje. Anafika saa 10. Hata gari inaharibika anafika saa 4 ya usiku. Huko enda church. Si umefanya vile alikuwa anataka shetani? Si umefanya vile shetani alikuwa anataka? Yeye alisema leo usiende church. Na anaongea kwa lugha gani? Kumbuka wa Efeso ngapi? 6:10 na ngapi? Ni 11.
Vaeni silaha zote ili muweze kuzipinga nini? Msipinge nini? Mpinge nini? Hila. So anakujaribu kwa mbinu gani? Anatumia hila, anatumia wageni. Kuna shetani anaonekana hapo? Kuna shetani anaonekana hapo? Anaonekana. Anatumia baridi. Kuna shetani anaonekana hapo? Na kuambia asubuhi natoa mguu hivi, unasikia na baridi ya leo ni tofauti. Unaweza ukanidhibitishia baridi ya Sunday inakuwa tofauti na siku nyingine yote. Anakuja tu, anaachilia kaoma, anaachilia nini? Asubuhi kufanya kifua imefungana. Anakuambia utaenda church na kifua imefungana. Unamwambia sitaenda. Lakini Monday inakuwa wasi, lakini unasema kazi lazima niende. Nasema ni majaribu ngapi umetii? Ni mambo mangapi shetani amekuja kwa akili akakwambia fanya na wewe ukafanya? Sababu tukifuatilia watu na Jumapili, maswali wenye anatupatiaga unaonaga kweli yenyewe mnaangukaga majaribu mingi. Na unapata Sunday inanyesha ile ya kukata na shoka. Utatafuta gumboot, utatafuta jacket, utatafuta umbrella, kazi lazima uwe. Lakini Jumapili tu karasha tu church siendi. Ni vitu vingapi shetani anakuja kukuambia ufanye na unafanya? Number 2, shida nyingine uko nao ni hii. Wewe unafikiria shetani tu atakwambia ufanye vitu vibaya. Nani anakuambia vitu mbaya ndio dhambi? Ndio kama zako mwambie dhambi si vitu. Ndio kama zako mwambie dhambi si vitu. Dhambi sio vitu. Hapana, sio vitu. Sasa wewe unatarajia shetani akuja na vitu mbaya ndio dhambi? Uongo. Tuko na vitu vizuri ambavyo vinatutumbukiza kwa dhambi. Angalia hizo vitu za shetani alikuja nao Yesu. Kwani ilikuwa ni vitu mbaya? Alimkujia na vitu mbaya? Alimkujia ukininamia nitakupatia mali yote. Sivyo? Kwani kumwinamia nitakupatia mali yote? Si pia wewe unaambiwa na mtu Sunday saa 5 ukuje uchukue deni yako. Sivyo ndio unaambiwa? Love Sunday unakosa ende church saa 5 unaenda unamkosa. Kabla urudi kwa nyumba, service imeisha. Si umeendea mali yenye shetani amekuonyesha nitakupea yote. Si umeendea ama hukuendea? Na kataa chochote kukuja kuinterfere na programu yangu wakati naenda kwa mambo ya Mungu. Wakati ya mambo ya Mungu siruhusu chochote interfere na mambo yako. Simama chukua ndugu yako. Kile kinatumaga shetani anafanikiwa ni kwa sababu unajua atakuja na vitu mbaya. Ninaomba niseme Bwana Yesu, ninakupenda asubuhi ya leo. Asante kwa elimu ambayo umenipa wiki hii, kwa jina la Yesu napokea na kutangazia shetani, nimezidi kukutambua na ninatangaza naendelea kujichua mimi ni nani katika Kristo. Kwa jina la Yesu ninatangaza kila jaribu la kunizuilia kufunga na kuomba kupitia mafundisho haya, natangaza kushinda, maana kufunga kunanipatia nguvu za kiroho za kuniwezesha kushinda majaribu. Kwa jina la Yesu sema amen. Atie Yesu makofi mazuri. Kabla sijamaliza, usitake kukosa ibada ya Jumapili. Usitake kukosa ibada ya Jumapili. I'm telling you, we want to pray on Sunday. We want to pray. What I'll teach you, utaomba sana. Kwa sababu saa zingine wengine hawajui wakati hawako sawa. Jumapili naongea kuhusu when he came to himself. When he came to himself. Direct translation ya Kiswahili nasemaje? Wakati direct translation, when he came to himself. Wakati alijikujia. Wakati kumaanisha ya kwamba kuna wakati hakukuwa yeye, lakini wakati alijikujia. That's what I want to teach you. Bwana asifiwe.
Ninataka kuomba pamoja na wewe. Ukuje ukue wewe. Nataka kuombea ukue wewe. When he came to himself, I want you to come to yourself. To yourself. I want you to be you. You. Na there are things nitakufunza. There are things nitakuonyesha, utakubaliana na mimi. Then we will pray and you will come back to yourself. Sema, I'll come back to myself. Come back to myself. Or we are using the word senses. When he came back to his senses, we are talking about the soul, the mind. Kuonyesha vile ukiatakiwa hii line ndio watu wanatakiwa kwa sana. Jumapili usikose. We're going to have a powerful service here. May the Lord God bless you and do you good in Jesus mighty name. Wherever you are, nichukue nafasi kukukaribisha Jumapili kutana pamoja nasi tena. Takuwa nikikufunza somo la maana sana. Tena sana. Maana watu wengi sio wewe. Wewe si wewe. Nataka kukuombea ukue wewe. Maana kuna kitu imeondolewa kwako ambaye inakukamilisha kukua wewe, which is your mind. Which is your mind. Wengi mind yako imetekwa nyara, mawazo yako imetekwa nyara. Na mawazo yako ikitekwa nyara, haukui wewe. Mahali mawazo yako iko, huyo ndio wewe. Mahala mawazo yako iko, huyo ndio wewe. Kama wamechukua wakaweka maisha yako kwa chupa, huko ndio wewe huko. Hii yenye tunaonaka tu ni mwili inatembeaga hapa. We want to pray together with you. I want you to come back to yourself. I want you to be full of yourself. I want you to be you. Nataka kuwa wewe. Maana wengine mwili ni yako, lakini aliye ndani si wewe. Umekodishiwa, kuna mtu anakaa ndani yako, lakini wanatumia mwili wako. Rudia tena. Amen. Mwili ndio yako, lakini akili sio yako. Akili yako ilitolewa wakaweka nyingine. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Si Mungu akubariki. Tukutane wewe hiyo siku ya Jumapili, tunaenda kwa ibada ya baraka. Nakumbuka tena ni ibada yetu ya mwisho wa mwezi wa 6. Tunamshukuru Mungu tunapoingia mwezi wa 7. Ni nani yule alisema hautafika mwezi wa 7? Angalia Mungu vile amefanya. Mungu akubariki. Share video hii katika jina la Yesu. Shika sadaka zako.